Naam, karibu kwenye habari za spoti zinazoaminika zaidi ya kuaminika, nami Ian Ruto. Tukianza moja kwa moja ni kwamba timu ya taifa ya wanawake ya Kenya Harambee Starlets itashuka dimbani leo usiku kukabili Senegal katika mechi ya lazima kushinda ili kujiweka katika nafasi ya kusonga mbele kwenye kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake ya AFCON litakaloendelea nchini Morocco. Harambee Starlets walianza vibaya kampeni yao baada ya kufunga 4-0 na wenyeji Morocco katika mchezo wa ufunguzi uliochezwa siku ya Jumapili. Baada ya kupoteza mchezo huo, kikosi hicho kimekuwa na siku tatu za kujiandaa kwa pambano lao lijalo dhidi ya Senegal. Timu ya Senegal pia iko kwenye wakati mgumu baada ya kupoteza mabao 2-0 dhidi ya Algeria katika mechi yake ya kwanza. Kocha Bilindo Demba amesema wachezaji wake walikumbwa na hofu ya kucheza katika mashindano makubwa, jambo lililoathiri kiwango chao dhidi ya Morocco. Amesema wamekuwa wakifanya mazoezi ya kuimarisha hali ya kujiamini na uimara wa kisaikolojia kuelekea mchezo wa muhimu. Senegal ni miongoni mwa timu zenye nguvu za kimwili katika mashindano haya, ingawa pia imekumbwa na changamoto nje ya uwanja ambazo zimechangia mwanzo wao usioridhisha. Hata hivyo, wanatarajiwa kupambana kwa nguvu wakisaka ushindi dhidi ya Kenya. Mchezo huo unatarajiwa kuanza saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki hiyo leo. Tukiachana nayo ni kwamba timu ya Tusker wameondolewa kwenye michuano ya kombe la klabu bingwa la Sekafa Kagame baada ya kupoteza kichapo chao cha pili mfululizo nchini Rwanda. Tusker walifungwa 1-0 na wenyeji Rayon Sports katika mechi ya kundi cha iliyochezwa kwenye uwanja wa Kigali Pele. Matokeo hayo yamekatiza matumaini ya Tusker kusonga mbele kwenye hatua ya mtoano, huku wakihitimisha kampeni yao kwa matokeo yasiyoridhisha katika mashindano hayo ya ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Na tukipanda pale majuni ya kwamba Neymar ametangaza kustaafu soka la kimataifa baada ya Brazil kuondolewa kwenye kombe la dunia. Mshambuliaji wa Brazil Neymar ametangaza rasmi kustaafu kuchezea timu ya taifa ya Brazil baada ya timu hiyo kuondolewa kwenye kombe la dunia kufuatia kichapo cha 2-1 dhidi ya Norway katika hatua ya 16 bora. Neymar ambaye ndiye mfungaji bora wa muda wote wa Brazil alirejea kikosini kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka mitatu bila kuchezea timu ya taifa. Hata hivyo, alicheza dakika 37 pekee katika mechi 2 za mashindano hayo. Bao lake pekee kwenye kombe la dunia lilikuwa la mkwaju wa penalti, lakini halikutosha kuizuia Brazil kuondolewa mapema. Baada ya kipenga cha mwisho, Neymar alizungumza na hisia akisema, safari yangu inaishia hapa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 bado ana mkataba na klabu ya Santos hadi mwisho wa mwaka huu, huku timu hiyo ikipambana kujinasua kutoka eneo la kushuka daraja. Baada ya kurejea Santos, Neymar alifunga mabao 2 katika mechi yake ya kwanza, akiwajibu waliomkosoa wa kusherehekea bao. Sherehe hiyo ilitafsiriwa kama jibu kwa ukosoaji aliyoupata baada ya kushiriki mashindano ya mchezo wa poka wakati wachezaji wenzake walikuwa wakicheza mechi ya Copa Sudamericana nchini Venezuela. Katika mechi ya marudiano dhidi ya mpinzani huyo, Neymar alianza akiwa benchi kabla ya kuingia baadaye, huku Santos akipata ushindi uliowahakikishia tiketi ya kutinga hatua ya 16 bora. Na msikilizaji, mimi kufikia hapo sina la ziada ila kusepa viwanjani. Wanita beki wa pembeni kulia Ian Ruto. Uwe na siku njema.